Nikualike katika mshike mimi ni Akida Kilango. Wekundu wa Msimbazi Simba wameweka kituo jijini Dodoma kabla ya mapema hapo kesho kuendelea na safari ya kuelekea mkoani Singida kwa ajili ya mechi ya Ligi Kuu Soka NBC Tanzania Bara dhidi ya wenyeji Singida Black Stars Jumatano ya wiki hii. Jioni ya leo kikosi hicho kimefanya mazoezi jijini humo kama inavyoarifu taarifa ya mwandishi wetu Ahmad Ali. Alfajiri ya leo kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club kilianza safari kutoka Dar es Salaam kuifuata Singida Black Stars mkoani Singida. Kabla ya kuendelea na safari hiyo, wameweka kituo hapa jijini Dodoma ambapo pia ratiba yao ya mazoezi ikafanyika. Tumeamua kuweka kambi hapa kutokana na changamoto ya viwanja katika mji wa Singida. Kwa hiyo tumeweka kambi Dodoma ili tupate nafasi ya kufanya mazoezi kwenye uwanja mzuri, na tunawashukuru uongozi wa shule ya John Merlin kwa kutupa uwanja mzuri kwa ajili ya kuweza kufanya mazoezi yetu. Leo tunafanya mazoezi hapa. Kesho asubuhi tunaianza safari ya kuelekea Singida ambapo tutafanya mazoezi katika uwanja wa mechi, na baada ya hapo tutaamkia tarehe 11 kwa maana siku ya Jumatano kwenda kwenye mchezo wetu dhidi ya Singida. Meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba ameuelezea ugumu wa mchezo huo dhidi ya Singida Black Stars na namna walivyojipanga. Ugumu wa mechi ya Simba na Singida sio kwa sababu ya ubora wa Singida na sio kwa sababu ya uzuri wa Singida, ni kwa sababu ya mentality waliokuwa nao, ni kwa sababu ya fikra walizokuwa nazo, ni kwa sababu ya lengo na dhumuni waliokuwa nao la kwamba sisi jukumu letu katika hii ligi ni kuiharibia Simba Sports Club. Hapo ndiko ambapo kunapelekea mechi yetu na wao kuwa ngumu, lakini sisi tumejiandaa na tunaendelea kujiandaa. Mara nyingi ama mara zote tukicheza dhidi ya Singida mechi inakuwa ngumu, lakini huwa tunafanikiwa kuondoka na ushindi. Na safari hii tunayo imani kubwa mechi itakuwa ngumu kama ilivyo ada, lakini kulingana na aina ya wachezaji tuliokuwa nao, ubora tuliokuwa nao kwenye timu yetu, tunayo imani kubwa ya kupata matokeo mazuri dhidi ya Singida. Mchezo huo utapigwa katika dimba la Mwigulu Airtel mkoani Singida Machi 11 mwaka huu. Ahmad Ali, Azam Sports, Dodoma. Tukigeukia kikosi cha Singida Black Stars kimefanya mazoezi mapema hii leo katika uwanja wake wa nyumbani wa Airtel kama mwendelezo wa maandalizi kujiandaa kuikabili Simba Machi 11. Hussein Masanza, ofisa habari wa kikosi hicho, anasema wako tayari kuhakikisha wanalinda na kutetea heshima ya mkoa wa Singida kwa kuwezesha alama zote tatu kusalia mkoani humo. Singida Black Stars tupo kwenye maandalizi, tunaendelea kujiandaa na mchezo wetu unaofuata ambao tutacheza tarehe 11. Ni mechi ya Ligi Kuu dhidi ya Simba Sports Club ambao tutacheza katika uwanja wetu wa nyumbani Airtel Stadium. Na maandalizi haya yanaendelea baada ya kutoka kucheza mchezo wetu mwingine wa kombe la shirikisho CRDB hapo jana, ambapo tulifanikiwa kupata ushindi wa goli 3-1 dhidi ya Songea United na pia kufanikiwa kufuzu kuingia hatua ya 16 bora kwenye mashindano haya. Focus yote sasa hivi imerudi tena kwenye mchezo wa Ligi Kuu, na tayari shamra hata hapa nyumbani Singida zimeanza kuonekana. Wageni wengi wameanza kuwasili makhsusi kabisa kwa ajili ya kuja kushuhudia mchezo huu. Ni mechi kubwa yenye hadhi kubwa, hadhi ya kitaifa, na ndio mechi ambayo inasubiriwa kwa hamu na mashabiki wote wa soka hapa nyumbani Tanzania pamoja na nchi jirani huko, kwa sababu inakutana Simba Sports Club dhidi ya Singida Black Stars, mechi kubwa kweli kweli. Kwa kumbukumbu zetu, Singida mara ya mwisho tunacheza na Simba ilikuwa ni mchezo wa kombe la shirikisho CRDB na tulifanikiwa kupata ushindi hatua ya nusu fainali kwenda fainali. Lakini pia hapo nyuma tuna kumbukumbu ya kupoteza dhidi ya Simba katika mchezo wa Ligi Kuu, na imekuwa ni kawaida kufungana. Tafsiri yake ni kwamba timu zote zina uwezo wa kupata matokeo katika mchezo huu unaofuata. Mashabiki wa soka, mashabiki wa Singida Black Stars, ni fursa yao tena kuja kuishangilia timu yao, kuisupport timu yao katika uwanja wa mechi Airtel Stadium. Niwahimize kuendelea kununua tiketi kwa wingi tuweze kwenda kuujaza uwanja wetu wa nyumbani. Lakini tunajua na niwaambie tu mashabiki, tunafahamu aina mpinzani ambaye tunakutana naye ameimarika sasa hivi. Simba sasa hivi ukitazama namna ambavyo wanacheza kwa ukilinganisha na kipindi cha nyuma, si Simba ile tena. Kwa hiyo tunajua uimara wao utakuja kuleta challenge kwenye mechi hii, watakuja wakiwa wako vizuri zaidi na wakifahamu wanakuja kucheza mechi kubwa kiasi gani. Kwa hiyo wamejipanga na wao pia tunaamini wamejipanga hivyo. Tukitazama pale sasa hivi wana Jonathan Soa, wana
Nixon Kibabage, wana Clatous Chota Chama. Hawa ni wachezaji wakubwa na wameshapita Singida Black Stars, tunafahamu ubora wao, na sasa wapo kwa mpinzani wetu. Sasa wanakuja Singida, si tena kama wenzetu, ni kama wapinzani wetu. Huo ni uimara wa hali ya juu, wamepata wachezaji wazuri, lakini hata sisi Singida Black Stars tuna wachezaji wazuri kweli kweli. Kwa hiyo itakuwa ni mechi ambayo itashindanisha viwango kwa maana ya ubora wa timu zote mbili, lakini pia ubora wa benchi letu la ufundi na ubora wa viongozi kwa ujumla. Si mechi ya kukosa kwa mwana Singida, si mechi ya kukosa kwa shabiki wa soka. Tunawakaribisha sana Singida tarehe 11 saa 10 jioni katika uwanja wa Airtel. Baada ya kumtazama Ahmed Ali lakini pia Masanza kwa upande wa Singida, tuwageukie sasa mashabiki kuelekea katika mchezo wa ligi kuu NBC Tanzania Bara kati ya Singida Black Stars dhidi ya Simba. Baadhi ya mashabiki wa timu hizo wametambiana kuondoka na alama 3 Machi 11 katika uwanja wa Airtel mkoani Singida. Mwenzetu Deus Liganga ametutumia taarifa ifuatayo. Ni joto la ligi kuu ya NBC Tanzania Bara linazidi kupanda mkoani Singida, huku uwanja wa Airtel Mtipa ukitazamiwa kuwa kitovu cha burudani Jumatano ya Machi 11, ambapo Singida Black Stars watawakaribisha wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini kabla ya filimbi ya mwisho, nje ya uwanja hali ni tete. Mashabiki wa pande zote mbili wameanza kutambiana na kila mmoja akijinasibu kuondoka na alama 3 muhimu. Tunatarajia mchezo mmoja mzuri sana kulingana na timu zote zina professional player, na pia tunatarajia mchezo mmoja mzuri sana na mchezo wenye ushindani mkubwa sana. Kuzingatia Simba ina mapro, Singida ina mapro. Hali kadhalika ukiangalia baadhi ya wachezaji Singida alipumzisha kutokana na mchezo wa Songea, aliwapa nafasi wachezaji ambao huwa wanakaa sana bench kuangalia maendeleo yao. Karata yangu nitaitupa kwa mwenyeji kwa sababu hawezi kukubali kuwa mteja, mara kadhaa amekuwa akipoteza sana kwa Simba. Mchezo utakuwa mzuri wa kuvutia na Simba wataonyesha uwezo mkubwa kulingana na kikosi chao jinsi kilivyo, kwa sababu kikosi cha Simba kwa sasa hivi kimeimarika baada ya kufanya usajili wa dirisha dogo. Nategemea kwamba Simba watachukua pointi 3 na goli za kutosha, sio chini ya goli 2. Nina imani na timu yangu. Mechi ya tarehe 11 Singida dhidi ya Simba, tutarajie mchezo ni mgumu kwanza. Ila mchezo utakuwa mgumu, lakini kwa timu yangu ninavyoiamini Singida Black Star, kwa mchezaji mmoja wa ndani na wa nje, na imani ya Simba itakuja kukaa hapa. Simba hawana mazoea ya kuizoea Singida, miaka nenda rudi. Wakija hapa wanajua na kibarua. Endapo akishinda, mimi Zawadi Nyembea tamwandalia kuku Ahmed Ali. Watamwaga moto sehemu nyingine, sio kwa Singida. Yani moto watamwaga Dar es Salaam, sio kwa Singida. Singida lazima alale. Simba sasa hivi wako vizuri, wameshajiweka sawa, kwa hiyo lazima Singida alale. Wakishakwama sisi tuko juu yao, na ubingwa sisi mwaka huu tunauchukua, wala hatuna shaka na kikosi kilichopo sasa hivi. Mchezo huu ambao utapigwa majira ya saa 10 jioni Machi 11 ni muhimu kwa timu zote mbili, Simba wakitafuta kukaa sehemu nzuri mwa msimamo wa ligi, huku Singida Black Stars wakihitaji alama ili kujiimarisha kwenye nafasi za juu. Kutoka mkoani Singida, Deus Liganga, Azam Sports. Namni ripoti hiyo ya mwenzangu Deus Liganga kutoka Singida. Tukitazama taarifa nyingine hapa katika mshike rasmi, Tanzania Prisons imethibitisha kuwa mchezo wake wa ligi kuu soka NBC Tanzania Bara dhidi ya Young Africans Machi 12 mwaka huu utapigwa katika uwanja wa Ali Hassan Mwinyi mkoani Tabora. Hatua hiyo inakuja baada ya kufungiwa kwa uwanja wake wa kumbukumbu ya Sokoine mkoani Mbeya kutokana na kutokukidhi vigezo vya ligi kuu soka Tanzania Bara. Kupitia taarifa yake kwa vyombo vya habari, uongozi wa Tanzania Prisons umewaomba radhi mashabiki wake kwa usumbufu wowote utakaojitokeza. Tukitazama taarifa nyingine, baada ya kuibuka na ushindi wa bao 7-1 katika kombe la shirikisho la CRDB dhidi ya Polisi Tanzania, kikosi cha wananchi Yanga kinatarajia kurejea kambini hapo kesho kwa ajili ya maandalizi kuelekea michezo inayofuata ya ligi kuu soka NBC Tanzania Bara. Na ni Alhamisi Young Africans itasafiri kuifuata Tanzania Prisons kwenye mechi yake ya ugenini kabla ya kurejea Dar es Salaam kwa ajili ya kupepetana na matajiri wa jiji Azam FC. Ali Kamwe ni meneja wa habari na mawasiliano wa wananchi Yanga. Kwa ushindi ambao tumeupata siku ya jana, mechi inaweza kuonekana rahisi kwa sababu ya matokeo ya mwisho, goli 7-1, lakini Polisi ni timu nzuri, ina wachezaji ambao wana uzoefu kwenye ligi, wana mwalimu mzuri. Ni vile walizidiwa ubora na wachezaji wa klabu ya Young Africans, tukafunga goli pia la mapema ambao liliwatoa mchezoni.
Kwa baada ya jana timu ipo mapumziko, leo ni off kabisa, hakuna mazoezi, na siku ya kesho inshallah ndio tutaanza mazoezi yetu tukisubiri ratiba ya mchezo unaofuatia. Kwa tunafahamu tuna mechi zinafuatana hapa tatu. Tuna mechi na Prison, tuna mechi na Azam Football Club na tuna mechi pia na TRA. Kwa hiyo tunajiandaa vizuri kwa ajili ya michezo hiyo, kuhakikisha tunapambana tusiangushe alama na tupate matokeo mazuri. Ni meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Young Africans Ali Shaban Kamwe akizungumzia kuhusiana na hilo. Lakini kwa sasa tupite katika ukurasa wetu wa mitandao ya kijamii hapo ambayo tuliweza kukuuliza, na swali letu la leo lilikuwa likihoji Tanzania Prisons waipeleka Yanga Ali Hassan Mwinyi Tabora, wakati Simba wakifuata Singida Black Stars Airtel Stadium. Je, nani kucheka wiki hii? Swali lilikuwa ni hili ambalo tulikuandikia, lakini sasa nitazame kile ambacho umeweza kukijibu, tukianza na ukurasa wetu wa Instagram. Martin Gomo anasema game ya Simba na Singida ni ngumu kutokana na ubora wa wachezaji wao, lakini pia hata Yanga wana game ngumu kwa sababu imepelekwa Tabora. All in all, kila laheri Singida na wananchi. Lakini Christopher Jacob Suli kutoka Bashnet, Simba na Yanga kwa hizi mechi, ukiacha mechi dhidi ya Azam zilizobaki ni kucheka tu, na ikishindikana sana ni kucheka kidogo kwa maana ya kutoka sare, ila gepu ni pointi 5 wasisahau. Bila shaka atakuwa ni mwananchi huyo. Lakini Rogers Mwachali Roger kutoka Mpwapwa anasema naona wakubwa wote wakivuna alama 3, ingawa Simba wana mechi ngumu zaidi dhidi ya Singida Black Stars. Hayo ni maoni ambayo umeweza kutuandikia kupitia katika kurasa wetu wa Instagram. Maoni yako ni hayo, lakini sasa tutazame kile ambacho umetuandikia kupitia Facebook. Huyu ni Tobias Kerenge wa Kileo Mwanga, anasema binafsi naona Yanga ana nafasi kubwa ya kucheka kwa sababu Prisons bado kiwango chao ni cha kusuasua sana, lakini kwa Simba na Singida Black Stars mchezo utakuwa mgumu kwa upande zote mbili kutokana na mahitaji yao ya mchezo ni kama yanafanana. Lakini Amani Juma, kwa mujibu wa takwimu Yanga wamekuwa na mwanzo mzuri kwenye ligi, hawajapoteza game yoyote, na upande wa Simba kwa hizi game 4 za mwisho wametuaminisha sana, tumeona utofauti mkubwa sana. Kwangu mimi naona Simba na Yanga wote watafanya vizuri kwenye hizo game zao za wiki hii. Lakini Hussein Shakasha wa Morogoro anasema kuna haja ya kuhakikisha viwanja vinafanywa ukarabati ambao msimu ukianza mpaka unaisha hakuna changamoto, tofauti na ilivyo sasa. Hii inaathiri maandalizi na bajeti za vilabu kwa ujumla. Hayo ndio maoni ambayo mnaweza kutuandikia kupitia katika kurasa zetu mbalimbali. Huu ni Mshike Mshike, mimi ni Akida Kilango. Na asante kwa kuendelea kufuatilia matangazo haya ya Mshike Mshike. Bado upo nami Akida Kilango, na muda huu naungana na mchambuzi Philip Nkini kwa ajili ya kuweza kutazama masuala mbalimbali ambayo tumesha yajadili hadi hivi sasa. Karibu sana Philip Nkini. Asante kaka, vipi? Safi kabisa. Bila shaka ulikuwa unatazama kile ambacho kilikuwa kinaendelea hapa kuhusiana na watani hawa Simba pamoja na Young Africans ambao wote watakuwa nje ya Dar es Salaam kwa michezo yao ya ligi. Lakini kwa kwanza na hili la wananchi Young Africans kuwapeleka Young Africans Ali Hassan Mwinyi, pengine ulilitegemea? Kwa sababu ni uwanja ambao unaruhusiwa na mamlaka, na ni uwanja ambao Prison wenyewe wameona kwamba wanastahili kuutumia kwa sababu unakizi vigezo. Nafikiri uwanja wao haukizi vigezo, kwa hiyo wana haki ya kutafuta uwanja mwingine ambao unakizi vigezo. Kwa hiyo walivyochagua, mimi wala sikupata shaka sana, niliamini kwamba ni uwanja ambao wenyewe wanauona unawafaa. Unajua kinachotokea ni kwamba Prison pia wako kwenye wakati mbaya sana kwenye msimamo wa ligi. Ni moja kati ya timu ambao imekusanya pointi chache sana kwenye ligi, inahitaji lazima kuondoka pale. Mechi 15 wamekusanya pointi 13. Sasa hivi utatafuta kila njia yote ya kuhakikisha angalau unapata sare au unapata ushindi kwenye michezo yako inayokuja. Wenyewe wameona uwanja ule ndio sahihi kwao. Nafikiri ni sehemu salama zaidi kwa watu kwenda, lakini pia ni sehemu ambayo itawafanya mashabiki wa kule nao wataiona Yanga, wataiona na Prison. Kwa mashabiki wa Tanzania Prisons watakuwa ni mashahidi katika hili, lakini hata vilabu vingine pia. Tumeona wanapoenda vigogo wa soka letu la Tanzania, nikimaanisha Young Africans, Simba Sports Club, lakini pia Azam FC katika uwanja wa kumbukumbu ya Sokoine, huwa inawawia ugumu sana kupata matokeo. Kwa kutokuchezwa mchezo huu pale, itakuwa na athari kwao Tanzania Prison? Kwa
Kwanza ukiwa nyumbani ni nyumbani kwako. Una uwezo wa unajua base yako ilipo. Sasa hivi nao wanatoka wanaenda ugenini, ni mchezo ambao unaweza ukaugawa kwenye 50 kwa 50. Lakini kwa wenyewe nafikiri waliangalia viwanja vingi. Lazima waliangalia KMC, wakaangalia Chamazi, wakaangalia Dodoma pale ambapo kuna wakati wamekuwa wakienda pale, wakaona ya kwamba kule ni sehemu sahihi zaidi kwao kupata pointi 3. Lakini pia wakati mwingine wanaangalia uwanja ambao kwao hawawezi kutumia gharama kubwa sana, kwa sababu ni wanatoka nyumbani kwenye mechi ambao walitakiwa wacheze nyumbani. Kwa hiyo nafikiri kuna vitu vingi wameviangalia, lakini kikubwa ni kwamba hawaepuki kuhakikisha kwamba wanapata pointi 3 kwenye aidha mchezo huu au kupata sare ambao inaweza kaweka kwenye mazingira mazuri zaidi, kwa sababu ukiwatazama kwenye sehemu ambao wapo wakikusanya idadi ya pointi ambao wamekusanya kwenye mzunguko wa kwanza, means watakuwa kwenye hatari ya kushuka daraja. Kwa hiyo lazima sasa hivi watumie kila mbinu, wakipata mwanya wote watumie kila mbinu kuhakikisha kwamba sehemu wanapoenda ni salama zaidi kwao kuliko mpinzani ambao anaenda kucheza naye. Taarifa ya Tanzania Prisons pale inapohitimishwa wanaomba radhi kwa usumbufu utakaojitokeza. Bila shaka itakuwa ni usumbufu kwa mashabiki ambao wangetegemea kuiona Young Africans ikienda kucheza mkoani kwao, kwa sababu ndio sehemu pekee ya kuwapeleka hapo. Ni sahihi, wamesema kwamba wanaomba radhi mashabiki wao, ambao ni kitu kizuri, kwa sababu mashabiki walikuwa wanatamani kuwaona Yanga wakiwa pale, mashabiki wanatamani kuiona timu yao ikicheza pale. Sasa hawataiona, wale wachache watapata nafasi labda ya kusafiri kwenda kuifuata timu yao. Ni kitu kizuri, tena ni kitu cha busara sana kuwaomba mashabiki radhi, kwa sababu zile timu ni mali yao na wenyewe ndio kila wakati wanawaunga mkono. Kitoa jezi wataunga mkono wao, viingilio watalipa au kuingia uwanjani. Kwa hiyo kuwaonesha ya kwamba unajali kitendo cha kuihamisha mechi pale kwa sababu ni vitu ambavyo viko nje ya uwezo wako, nafikiri ni kitu kizuri cha kiungwana. Nafikiri ni sehemu ambayo pia klabu nyingine zinatakiwa ziige. Yaani ile statement ni bora zaidi kuliko statement nyingine zote, kuwaonesha mashabiki ya kwamba wana thamani kubwa zaidi kwenye timu yako, kwa sababu ndio ambao wanakupa hichi kiburi ambacho unacho leo. Hata mdhamini anaokuja kuwekeza kwenye timu anawekeza kwa sababu wewe una mashabiki wengi sana ambao wanakuunga mkono. Yaani hawezi kuja tu sehemu ambao haoni ya kwamba kuna mashabiki. Kwa hiyo ni jambo zuri, na mimi nafikiri ni jambo la busara, na wale wachache ambao wataweza, nafikiri wanaweza kusafiri na timu yao wakaenda kule. Lakini sisahau pia kwamba kuna shabiki alisisitiza kwamba viwanja hivyo vinafanywa maboresho, basi vitumike msimu mzima. Nikushukuru sana. Ni kitu kizuri sana kuicho pia. Naam, shukrani sana. Ni mchambuzi wangu huyo Philip Nkini akiweza kutupitisha katika hili la Tanzania Prisons kupeleka mchezo wao kule Tabora, na sasa ni rasmi wananchi wataelekea huko Ali Hassan Mwinyi kwa ajili ya kukipiga dhidi ya wajelajela Tanzania Prisons. Tukiendelea kutazama mengine hapa katika mshike, kikosi cha Azam FC kipo safarini muda huu kuwafuata wenyeji wao Dodoma Jiji, tayari kwa ajili ya mtanange wao wa ligi kuu soka NBC Tanzania Bara utakaopigwa Machi 11 ya mwaka huu. Azam FC imeanza safari jioni ya leo kwa kutumia usafiri wa SGR, ambapo kesho watafanya mazoezi ya kwanza na ya mwisho jijini Dodoma. Mkuu wa idara ya habari na mawasiliano Azam FC Thabit Chumwi Zakaria Zaka za kazi amezungumza na mshike. Maandalizi kesho tarehe 10 ndio tutajua utayari kabisa ukoje, kwa sababu muda hautoshi. Mechi jana, leo mnasafiri. Kesho maandalizi ya mwisho, kesho kutoa mechi. So utayari kabisa wa kikosi tutajua kesho, lakini hiki ambacho tumeondoka nacho ni kikosi kikubwa. Tuna wachezaji 27 tumeondoka nao. Katika hao tutaendelea kuchuja hadi siku ya mchezo mwalimu apate wale ambao wanaweza kuvaa jezi na kuiwakilisha timu. Dodoma sisi ni nyumbani kwetu kwa pili, ndio sehemu ambayo tulikujia. Yaani ndio mlango tuliopita kuja kwenye ligi kuu. Wakati timu inapanda daraja ilipanda Dodoma. So tunapoenda Dodoma wakati wote tunakuwa tuko nyumbani, na ni miongoni mwa maeneo ambayo tuna ushawishi mkubwa. Hata kule sasa hivi mashabiki wetu wanatusubiri. Hivi tunakwenda ni jioni, tutafika pale usiku fulani, lakini watakuwepo hapo ndani pale stesheni kutusubiri, na tutakuwa nao hadi mwisho wa mchezo. Kwa hiyo tunatoa wito kwa wale ambao wako Dodoma, wakina Chief Mdose, andaa kikosi kabisa pale ili timu ikifika iwe nyumbani kama ambavyo inakuwa siku zote, na tuweze kushirikiana pamoja tupate ushindi. Tuageukie sasa Walima Zabibu. Kocha mkuu wa Dodoma Jiji FC Amani Josia amesema timu hiyo imejipanga kikamilifu kushindana na kushindania alama 3 katika mchezo wao wa ligi kuu NBC dhidi ya Azam FC utakaopigwa Machi 11 mwaka huu katika dimba la Jamhuri jijini humo. Mwandishi wetu Ahmad Ali amehudhuria mazoezi ya kikosi hicho na kutuandalia taarifa ifuatayo. Kuelekea mchezo kati ya Dodoma Jiji FC na Azam FC unaotarajiwa kupigwa Machi 11 mwaka huu katika dimba la Jamhuri hapa jijini Dodoma, kocha mkuu wa wenyeji wa mchezo huo Dodoma Jiji FC Amani Josia ameelezea namna maandalizi yao yanavyoendelea. Kwetu sisi tumefanya maandalizi ambayo ni mazuri na tunaendelea kufanya maandalizi
kuelekea kwenye mechi, kwa maana ya kuona namna ambavyo tunaweza tukakabiliana na timu ambayo iko na ubora wa aina yake. Ni mechi ambayo ni ngumu, lakini ni kwa pande zote mbili, kwa sababu sio kwamba na sisi pia katika fomu yetu haitufevi kwa mpinzani, lakini nadhani ni issue ya kuchanga karata vizuri dhidi ya timu ambayo inabadilika uwanjani, dhidi ya timu ambayo iko na quality players. Tunachoweza kufanya ni tahadhari kwenye maandalizi yetu, kwa maana ya kuendelea kuwaheshimu kwa ukubwa wao walimu waliopo kwenye benchi lile, kwa maana ya Ibenge. Lakini muda huo tukiona namna ambavyo ile confidence tuko nao kwenye mechi zetu za nyumbani itusaidie pia dhidi ya mechi ambayo ni kubwa, kwa sababu sio mara ya kwanza kucheza na timu za kaliba hiyo. Tumeshacheza hapa na Singida Black Stars, tumeshacheza hapa na Simba. Bahati nzuri hatukupata matokeo ya point 3, lakini tulibahatika kupata point moja kwa hizo. Aidha, kocha Josia amesema kukosekana kwa mchezaji wao wa safu ya ulinzi Abdi Banda anayetumikia adhabu ya bodi ya ligi ya kufungiwa michezo mitatu kutawalazimu kubadili mbinu za uchezaji. Kumkosa Banda ni pigo kubwa sana, na tunampeni pole, lakini pia tunaweza tukasema kwamba itatuathiri kwenye mechi zetu hizi tatu atakazokosekana, lakini tuna wachezaji ambao wanaweza ka capitalize eneo ile, either kwa adjust mbinu ama kutumia baadhi ya wachezaji ambao wapo. Tuna wachezaji ambao ni experience. So adhabu ya Banda tunaipokea, na bahati nzuri mimi nimejaribu kuzungumza naye kumsi namna ambavyo anaweza kukua, kwa sababu ni mchezaji ambaye yuko na profile ambayo ni kubwa, na nitumie nafasi hii kumwombea radhi kwa mahali ambapo alipokosea, iwe kwenye watu ambao wanatazama mpira ama mamlaka zenyewe za kimpira ama washabiki wenyewe wa kimpira, na hata Banda mwenyewe nimezungumza naye namna ambavyo anaweza kabehave katika professional way. Hata hivyo, kocha Josia amesema michezo ya kombe la shirikisho la CRDB imewapa wigo mpana wa kuongeza utimamu kwa wachezaji ambao hawakuwa wanapata nafasi ya kutosha katika michezo ya ligi kuu. Hivyo hali hiyo imeongeza machaguo ya wachezaji kuelekea mchezo wao dhidi ya Azam FC. Ahmad Ali, Azam Sports, Dodoma. Tukiendelea kusalia Dodoma, baadhi ya mashabiki wa Dodoma Jiji FC wametamba kuondoka na alama 3 mbele ya Azam FC kwenye mchezo wa ligi kuu NBC utakaozikutanisha timu hizo katika dimba la Jamhuri jijini Dodoma Machi 11 mwaka huu. Mechi itakuwa nzuri, mechi itakuwa ngumu, lakini Azam wajipange. Hapa sasa hivi tunaita machinjioni. Hapa sasa hivi ni machinjioni, hatoki mtu. Timu ina umoja, timu inacheza kwa nguvu, inacheza kwa ujasiri. Mimi nasema ukweli, timu yetu ya Dodoma Jiji mwaka huu sisi 5 bora tupo. Azam FC waje wajipange vizuri, wasije wakataka. Nimeona mechi zao za Azam, wamecheza Mbeya, wamecheza wapi? Hapa huko aliambulia pointi moja. Hapa namwambia Azam hata pointi moja hapati. Hapa tumemwacha sana Azam, tumempiga goli 3. Azam nawaambia wajiandae kisaikolojia, wanakuja machinjioni, na pale ice cream italambwa ndani ya uwanja wa Jamhuri Dodoma, na nina uhakika pointi 3 zinabakia Dodoma. Yaani pale hatupoi. Kwa mechi hii inaokuja, kwanza sisi hatujapoteza mchezo toka ligi ianze ya msimu huu, hatujapoteza mchezo hapa Dodoma. Azam wakija wajue kabisa kwamba wanakuja kuchukua kichapo. Kwa upande wa baadhi ya mashabiki wa Azam FC, wanaamini ubora wa kikosi chao utawachafulia ubao Dodoma Jiji FC kwa kuwatembezea kichapo kwenye mchezo wa ligi kuu NBC utakaozikutanisha timu hizo katika dimba la Jamhuri jijini Dodoma Machi 11 mwaka huu, na mchezo huo kuonyeshwa mubashara kupitia hapa Azam TV. Azam unaipenda wote pekee utani, ingekuwa embe dodo ningeila na majani. Tumetoka kuteleza kwenye mechi 2-3, tumetoka kuteleza mechi na Prison, tumeteleza mechi na Pamba. Ni kitu ambacho binafsi ndani ya kambi mzima Azam FC, timu mzima, kila mtu imemkata kabisa. Kwa hiyo ni wapi sasa inaweza kuwa turning point yetu kwenye ligi? Nazungumzia turning point yetu ni Dodoma. Kwa hiyo Dodoma ndo sema ambayo ili tuweze kuweka mafaili yetu sawa sawa kuelekea tarehe 15, ili kila mtu aweze kufaulu na kila mtu aweze kufurahi na kuenjoy. Maana yake lazima Dodoma tuue, tukishaua Dodoma na mambo mengine afanyaje yataendelea. Kwa hiyo kuanzia hapa sasa tunaanza ligi rasmi. Tunaanza mechi na Dodoma Jiji kesho kutwa. Tukitoka hapa, mashabiki wa Dodoma wale ambao tayari wapo katika program, safari ya kwenda Dar es Salaam tarehe 15 ipo kama kawaida, na tutaondoka hapa siku ya Jumamosi usiku kuelekea Dar es Salaam kwa ajili ya kwenda kusupport team katika mechi dhidi ya Yanga. Kwa hiyo nawaalika mashabiki wa Azam tujitokeze kwa wingi sana kuja kusupport timu yetu. Wadau wetu na wapenzi wa Azam FC, mzigo wa kutosha tunao, jezi bora na kadi bora za mashabiki. Wakae mkaa wa kura Dodoma, tutapita mtaa kwa mtaa ili wajipatie jezi bora na kadi bora
za kutosha. Wakati homa ya mchezo kati ya Dodoma Jiji na matajiri wa jiji Azam FC kizidi kupanda, idara ya mauzo na masoko ya Azam FC imewasili jijini Dodoma kwa ajili ya hamasa na kuongeza mashabiki, ambapo imetembelea shule za msingi na sekondari na vyuo ili kuongeza mtaji wa mashabiki. Kupitia programu hiyo, Azam FC itakutana pia na akademi zinazotoa mafunzo ya mpira wa miguu kwa vijana ili kutoa hamasa na kuinua vipaji. George Mbara kutoka Dodoma ametuandalia taarifa ifuatayo. Shangwe kutoka kwa wanafunzi wa shule ya msingi Nzuguni A baada ya kufikiwa na timu ya maofisa wa mauzo na masoko ya Azam FC. Mkuu wa idara hiyo Ayubu Shelukindo anasema programu hii maalum imelenga kuongeza wanachama kupitia taasisi za elimu. Tumekuja na programu mbalimbali zikiwemo programu za kutembelea shule za msingi, shule za sekondari, vyuo vikuu. Kwa hiyo katika ziara yetu ya kuja Dodoma kuelekea mechi yetu dhidi ya Dodoma Jiji, tukaamua leo tutembelee shule ya msingi Nzuguni A. Kwa hiyo tumefurahi sana, mapokezi yamekuwa makubwa na kusema kweli hapa tuna mashabiki wa kutosha. Kwa hiyo hii programu ni endelevu, tutahakikisha tunafikia shule za msingi, shule za sekondari na vyuo vikuu kuhakikisha kwamba tunawafikia mashabiki wa Azam FC na kuongeza ile idadi ya mashabiki wa Azam FC. Programu hii pia inagusa vituo vya kukuza vipaji vya soka kwa vijana. Sisi kama Azam FC tumewekeza sana kwenye mpira wa watoto. Kwa hiyo ni waahidi kwamba programu hizi ni endelevu na mashirikiano haya ni endelevu. Kwa hiyo kuhusu vifaa vya michezo na nini, basi tutaendelea kushirikiana kama nilivyosema kwamba programu hizi ni endelevu. Shule ya msingi Nzuguni A na kituo cha kukuza vipaji cha Hungry Lion ni miongoni mwa taasisi zilizofikiwa, nao wakawa na haya ya kusema. Shule yetu ina vijana wengi sana na wana vipaji vikubwa sana. Tunaamini siku za mbele watakuwa miongoni mwa wachezaji wakubwa sana kutoka kwenye kituo hiki cha kulelea watoto. Inasaidia sana kuwa na vilabu vikubwa kama hivi vinavyojitoa, huenda hata miaka ya baadaye tukaja kukosa ile kuwa na wachezaji wengi wa kigeni ndani ya nchi. Kutokana na sisi tutakuwa tunazalisha wachezaji wengi na wana quality kubwa sana. Azam FC inatarajiwa kuwasili jijini Dodoma usiku huu kwa ajili ya mchezo kati yake na Walima Zabibu Dodoma Jiji FC, mchezo utakaopigwa kwenye dimba la Jamhuri Jumatano Machi 11 kuanzia majira ya saa 1 usiku. George Mbara, Azam Sports, Dodoma. Namna ripoti hiyo ya George Mbara kutoka huko Dodoma. Lakini kwa sasa tunakamilisha hivyo nusu saa ya kwanza, na nikufahamishe tu tutakayoyafahamu katika nusu saa ya pili ni pamoja na haya. Esperance de Tunis yatangaza vita kwa Al Ahly robo finali ligi ya mabingwa Afrika. Na vijana zaidi ya 400 kati ya 700 wapatikana kliniki ya kwanza ya Yanga Soccer School. Naam, asante kwa kuendelea kutazama Mshike Mshike, bado upo nami Akida Kilango. Mkuu wa mkoa wa Arusha CPA Amos Makala ameahidi kuwa mkoa huo unaendelea kufanya maboresho makubwa katika miundombinu ya viwanja ili kuwezesha michezo mbalimbali, hususan ile ya ligi kuu soka kuchezwa hata nyakati za usiku. CPA Makala ametoa ahadi hiyo ofisini kwake wakati alipopokea ujumbe wa TRA United ulioongozwa na meneja wa mamlaka ya mapato Tanzania TRA mkoa wa Arusha Deogratius Shuma pamoja na ofisa habari wa timu hiyo Christina Mwagala, wakiwa na lengo la kujitambulisha baada ya kikosi hicho kukusanya mapato kuhamishia shughuli zake zote za kimichezo jijini Arusha. Wamekuja kwa kweli katika mkoa mzuri, kwa hiyo na sisi tunataka kutumia timu ya TRA kama hamasa kuelekea huko, kuhamasisha wananchi wa hapa, wanapenda sana michezo, na mkishiriki ligi ya mwakani, kwa sababu na uhakika kwa asilimia kubwa TRA sio sehemu ya timu ambazo unaweza kuwa una wasiwasi za kushuka daraja, maana yake watakuwepo. Kwa hiyo mwakani hapa sisi mechi zetu zote tutakuwa nagonga hata usiku tu. Kwa sababu watalii hapa muda mwingi wakija wanakosa shughuli za kufanya, kwa hiyo usiku itawasaidia sana akiwa wamepumzika hapa. Kwa hiyo mechi zetu tutakuwa tunagonga tu usiku. Kwa hiyo watu wanapenda, watalii wengi wanapenda mpira. Nimekuwa mlezi wa timu ya Mbuni hapa, nilikuwa nahangaika nayo.
Kwa hiyo wanakuja watalii wengi tu kuangalia mchezo. Tulianzisha timu ya TRA United ikiwa ni sehemu ya kurudisha kwa jamii, lakini kuihusisha jamii kwa ujumla kwenye masuala ya uhamasishaji wa ulipaji kodi kupitia michezo. Kwa hiyo niombe kutumia fursa hii kuwaomba wananchi wa mkoa wa Arusha na wadau wa michezo kwa ujumla, wadau wa soka kuisupport timu yetu na kuipa na kuhudhuria kwenye michezo yake. Kwa kesho kutwa tutakuwa na mchezo wa ligi kuu kati yetu na timu ya Namungo ambao utafanyika katika uwanja wa Black Rhino ulioko wilayani Karatu mkoani Arusha. Chukue fursa hii kuwaomba wananchi wa mkoa wa Arusha hususan wilaya ya Karatu na maeneo jirani kujitokeza kwa wingi kuishabikia timu hii. Hii ni timu ya walipa kodi na ni msimu wa kulipa kodi ya awamu ya kwanza ya kodi ya mapato kwa mwaka 2026. Kwa hiyo kupitia mchezo wa kesho kutwa ni waombe wananchi wajitokeze kwa wingi kwa ajili ya kuishangilia timu yetu. Tangu tumefika Arusha tunaona ni mkoa ambao kwetu sisi umekuwa tuna bahati, kwa maana tumeshinda mechi 3 mfululizo na tumeshinda katika kiwango kikubwa sana, na ambacho tunakuahidi tutakwenda kufanya vizuri. Tuna mechi ambazo ziko back to back. Tuna mechi tarehe 11 na Namungo, tuna mechi tarehe 14 dhidi ya Simba, lakini tuna mechi tarehe 18 dhidi ya Young Africans, ambao kimsingi ninaamini mechi zote tutazicheza hapa Arusha. Christina Magala, huyo ofisa habari TRA United. Tukirejea hapa Dar es Salaam, takriban vijana 411 kati ya 700 wamepatikana katika kliniki ya siku moja ya Yanga Soccer School kwenye viwanja vya Gymkhana Dar es Salaam. Vijana hao watapitia katika mchakato mwingine wa majaribio mwishoni mwa mwezi huu ili kuwapata vijana 30 watakaoingia kambini mwezi Aprili, ikiwa ni kambi ya miezi mitatu kabla ya kuanza kushiriki katika mashindano ya kimataifa nje ya Tanzania mwezi Julai. Tayari Young Africans kupitia programu hiyo ya Yanga Soccer School imepokea mialiko mbalimbali ya kushiriki katika mashindano ya kimataifa kupitia timu yao ya vijana wenye umri chini ya miaka 17 watakayoiunda kutokana na programu hiyo. Miongoni mwa wazazi waliopeleka vijana wao hapo jana ni Ramadhani Mbwaduke, mchambuzi maarufu wa kandanda Tanzania, ambaye amethibitisha kuwa mtoto wake hajavuka kwenye awamu ya pili ya mchujo huo, lakini anaipongeza Young Africans kwa kazi kubwa walioifanya. Sasa kipaji peke yake hakitoshi. Unatakiwa uwe pia na maarifa ya ziada ya juu ya kuendea mchezo wenyewe wa mpira. Yaani kama ilivyo kwamba tunavyoandaa wataalamu wengine wenye maeneo mengine, watangazaji, uwezo kama unatangaza tu kwa kipaji pekee yake, ndio maana kuna ithibati. Lakini madaktari lazima wapitie kwenye mafunzo maalum. Tunagundua O level kwa mfano wanasoma masomo ya science, chemistry, biology, wanakwenda advanced, wanakwenda universities, wanasoma masomo mbalimbali yanayohusiana na tiba. Kwa hiyo wanakuwa wataalamu ambao wanaweledi juu ya kile wanachokifanya. Sasa kwenye mpira wa miguu kwa dunia sasa na uko hivyo hivyo. Kuwa na kipaji pekee yake haitoshi. Inabidi upite sasa katika mifumo rasmi ambayo mtoto anaandaliwa kuanzia bado yupo mdogo mpaka kufikia anapokuwa kwenye senior teams, anakuwa tayari ana maarifa yale ya kipaji chake sasa kitumike vipi katika kunufaisha yeye binafsi, katika kunufaisha timu anayochezea na taifa kwa ujumla. Kura za wataalam hazikutosha kwake. Ndio yeye alikuwa kategori kwenye kundi la under 17. Kumbuka kuna watoto zaidi ya 700. Lazima we best of the best. Mwanangu mimi ni best. Sasa uchujaji ulikuwa unachukua best of the best of the best. Bahati mbaya ya kuingia hapo, lakini nimezungumza naye na hili sasa ni fursa. Napenda niwaambie wazazi wengine ambao walipeleka watoto wao au hawajapeleka. Katika mpira wa miguu hizi programs za namna hii ni mchakato. Kushindwa leo haimaanishi ndio shughuli imeisha. Zikija nyingine unajitokeza kwa sababu Yanga wenyewe wameshaeleza kwamba hii program ni endelevu, lakini ikitokea kwingine pia wafanye hivyo. Licha ya Mbwaduke Junior kutokupita mashuti 17, nane amelenga lango sawa na 92%. Tukiendelea kutazama mengine katika mshike, baada ya mzabuni wa kampuni ya Jerut Investment kuzungumzia kuhusiana na suala la uuzaji wa jezi feki za klabu ya Simba, ambapo alizungumza hilo hapo jana rasmi. Zoezi la kukamata wauzaji wa jezi feki limeanza hii leo, huku lengo likiwa ni kutokomeza tabia hiyo ya uvaaji na uuzwaji wa jezi hizo.
kipindi hiki kimetembelea baadhi ya maduka na wafanyabiashara wa jezi hizo ambao hununua mzigo mkubwa na kwa bei ya jumla kutoka klabu mbalimbali ikiwemo klabu ya Simba. Pamoja na mambo mengine, wameelezea ni kwa namna gani kushamiri kwa wimbi la uuzaji wa jezi feki kunaathiri biashara yao, huku wakiomba watu hao kuchukuliwa hatua kali za kisheria. Mtu anakuja anakuambia jezi shilingi ngapi, unamtajia bei, wana bei ya jumla kiasi fulani, kwa sababu sisi hapa tulikuwa ni kama mawakala pia kujumlisha jezi. Anakuambia jezi shilingi ngapi, unamtajia bei rejareja ni kiasi fulani, bei ya jumla kiasi fulani, ila bado anashindwa kunania fana kusema, anaanza compare na kwa sehemu nyingine, kwa mbona sehemu fulani kuna machimbo bei fulani, yani ukuta bei chini, au labda kwa ngapi unapata ngapi. Hiyo kitu kimetuaffect sana, na kwa bahati nzuri au mbaya, kuna muda kati jezi ya ofa imeingia hii ya Simba kwa bei hiyo, nishaendaga mkoani. Nimeenda mkoani na jezi kadhaa kufanya survey tuseme, au kuna ni masoko, unajua tena. Kufika pale unamwelekeza mtu bana bei kiasi fulani. Yaani unaga kuna muda pia yani mkoani kutokana na jezi, yani wimbi la jezi fake mara nyingi sio tu hapa kwa hapa town, pia mkoani ndio kwa asilimia kubwa, kwa sababu ukishafikisha kule ameiona bei kabisa nani ambayo imeandikwa, imetangazwa kabisa pale bei kiasi fulani, ila ukifika kule anakwambia bwana hii jezi bwana mimi siwezi kuafford, bora niende sehemu fulani kachukua kwa 10,000, 9,000, mwingine sio yani, kila mtu na bei yake. Kwa hiyo inakuja inatoa affect sana kwenye biashara, ndio maana kuna mdadi mzigo unakuwa unabaki. Kama hivyo Jeruti anavyofanya hivyo ukaguzi pia, afu pia na serikali inabidi ifanye ingilie kati, kwa sababu sio tu serikali, TFF ndio yenye mamlaka. TFF ifanye tuseme iungane na wale wazabuni wa jezi, na pia iwage na komesha, kwa sababu hivi vitu vinavyofanyika ni watu ambao yani kuna wengine wanafahamika, huwa wanafahamika. Hamna mtu ambaye anakuta mtu anasema bwana huyu anafanya biashara fulani lazima watu wanafahamika. Kwa hiyo ni wale tu TFF, serikali pamoja na mzabuni wa jezi hiyo waungane. Sisi ni kati ya wadau wakubwa wa mambo ya jezi hapa Tanzania, na kama miaka miwili iliyopita sisi tulikuwa wazabuni rasmi katika klabu ya Simba. Swala la jezi feki kibiashara lina athari kubwa sana. Tunapoongelea biashara ni mashindano ya watu, ni mashindano ya bei kati ya watu wawili. Sasa pata picha, unaingia kwenye mashindano na mtu ambaye ameipata ile jezi kwa 6,000 anakuja kuuza 15,000. Sisi tumeipata kwa bei halali ya mzabuni, inataka uuze 45. Automatically advantage itakuwa kwake yule anayeuza jezi fake. Kwa sisi hapa upande wa competition inatuathiri sana. Hizi jezi haziingii na helicopter, haziingii na ungo, zinakuja direct kupitia bandari yetu. Tunaiomba serikali yetu ijitahidi pale wakaze kidogo. Jezi zile zinaingilia pale kwa information ambazo sisi tunazo, inawezekana hatuko sahihi sana, ila jezi zinaingilia pale. Waweze kucontrol pale, wa control masoko yote, hasa soko la Kariakoo na masoko mengine madogo mikoani huko. Baadhi ya wanachama na mashabiki wa klabu ya Simba jijini Dar es Salaam wameeleza suluhu ya kukomesha uuzwaji wa jezi feki ni kuhakikisha wanachama na mashabiki kujitokeza kifua mbele, wanakuwa mabalozi wazuri wa kununua jezi original ili kuchangia mapato kwenye klabu yao. Brand ya timu yetu kadri siku inavyokwenda inazidi kuwa na thamani, mpaka tulikotoka mpaka tunapokwenda. Sasa tumepata Jeruti amewekeza hela nyingi, na kwa kweli ni jambo la fezea tunapoona kwamba mtu anaamua kutoa jezi feki. Ile inakuwa inatuharibia sisi mapato, hasa kwenye timu yetu, sababu moja wapo wa vyanzo vya mapato ni uuzaji wa jezi. Kwa hiyo pamoja na Jeruti kwamba ametupa ile hela, lakini kutupa kwake ile hela ni kuweka thamani ya jezi yetu na timu yetu. Kwa hiyo ni jambo la kusikitisha, tuko na watu labda wanavaa zile jezi, lakini kwa vile nilivyoziangalia zile jezi za pre-season, quality yake, kwanza nampongeza sana Jeruti. Jezi za pre-season quality yake ni quality ya level ya hali ya juu. Kwa hiyo wana Simba wanapenda kile kitu ambacho kimetarada, yani kilichonoga. Kwa hiyo kama kutakuwa kuna uwezekano, kama ataona kwamba inafaa zaidi, ningemshauri pamoja kwamba zile zilikuwa za pre-season basi angezitengeneza na yeye kama yeye Jeruti, ambazo zitakuwa zile unaskani, kwa sababu na imani hizi ambazo hizi feki watu hawaskani. Kama kweli Simba Sports Club au mdhamini ataamua kuwatafuta wale wanaohujumu Simba, atawapata, kwa sababu
Hawezi tu mtu from nowhere kama mimi wa Kitalima nikaanze kuprint tu jezi afu nikaziingiza barabarani. Na pili, ninawashangaa sana wewe mwanachama wa Simba unaendaje kuvaa jezi feki? Ili swala lingepelekwa kisheria zaidi. Akamatwe aliyevaa jezi feki, apeleke alikonunua hiyo jezi feki. Sawa? Akamatwe aliyeuza hiyo jezi feki, aseme yeye kaipata wapi. Ukipata mnyororo huo, nadhani anayeagiza yupo na wanajulikana, na wengi kazi yao ni kuihujumu. Make huo ni hujumu uchumi. Wewe kama mwana Simba unaenda unanunua jezi ya shilingi 10,000, jezi ya shilingi 5,000 ambayo sio jezi elekezi kutoka kwenye timu yetu. Wewe mwana Simba ni mtu wa kwanza kuihujumu timu yetu. Kwa hiyo unakuwa unaikosesha mapato timu yetu, kitu ambacho pia haupaswi kupigia kelele kama ukiletea wachezaji ambao hawaendani na hadhi ya timu. Kwa hiyo sisi kwanza tuwapige vita sisi wenyewe. Na kwa sababu hiyo jezi hainunuliwi na timu shabiki wa timu nyingine, inanunuliwa na timu ya Simba. Kwanza shabiki wa Simba inabidi ujitafute ununue jezi ambayo ni original, na uzuri sasa hivi kaweka bei nzuri tu. Hajataka ameweka bei ya hali ya chini sana kiasi kwamba uweze kukosa wewe kununua jezi ya Simba. Naam, ni mashabiki hawa wa klabu ya Simba. Tupate mapumziko mafupi, nitakaporejea bado yako mengi kweli kukufahamisha hapa katika Mshike Mshike. Tafadhali usiondoke. Asante kwa kuendelea kufuatilia Mshike Mshike. Kuelekea uchaguzi mkuu wa klabu ya Yanga ambao utafanyika mwaka huu, mkurugenzi wa wanachama na mashabiki Ibrahim Samuel ameyataka matawi kujiandaa na uchaguzi mdogo wa kuchagua viongozi ndani ya matawi ambao wataenda kuwawakilisha katika uchaguzi wa kuchagua viongozi wa klabu hiyo. Mwaka huu utakuwa ni mwaka wa uchaguzi, lakini kabla ya kwenda kwenye uchaguzi ni lazima tupate wawakilishi ambao watakuwa ni viongozi kutoka kwenye matawi. Kikatiba wanatakiwa viongozi 5. Kwa hiyo tutakuwa na uchaguzi wa ngazi ya matawi. Lakini matawi ambao tutafanya nao uchaguzi, kwa mujibu wa katiba yetu, uongozi wa wote kuanzia ngazi ya matawi unakaa madarakani miaka 4. Kamati tendaji itamaliza miaka 4. Viongozi wa matawi yaliyoanza mwaka 2022 wakati hawa viongozi wanaingia madarakani waliopo sasa pia watatakiwa kufanya uchaguzi. Lakini matawi yaliyoanzishwa mwaka 2023 maana yake yatakuwa yamefikisha miaka 3 yatafanya mwakani. Yaliyoanzishwa mwaka 2024 yatafanya mwaka kesho kutu. Yaliyoanzishwa mwaka jana mpaka sasa hivi mwaka 2026 yatafanya baada ya miaka 3 ijayo. Kwa hiyo ni mchakato mzima, ndivyo unavyokwenda. Kwa hiyo uchaguzi utafanyika kwa matawi ambayo yameanzishwa mwaka 2022 ambayo matawi haya ili pia yaweze kufanya uchaguzi yanahitajika kuwa na hadhi ya kuitwa tawi, maana yake yawe na wanachama 100 na yasizidi 500 hai, na kwa nje ya nchi yawe na 20 na yasizidi 500. Matawi yaliyoanzishwa hapa katikati yenyewe yakishapata ithibati, kama ni tawi jipya limeanzishwa mathalan jana, wamefika 100, watafanya uchaguzi labda jana ama leo. Wakishapata viongozi wao wa kikatiba na ile ithibati yao wanayo, maana yake wanasubiri kwenda moja kwa moja mkutano mkuu. Hawa watafanya uchaguzi mwaka huu tena, wakati matawi mengine yakifanya uchaguzi. Na hili ndio inabidi wanachama na wapenzi wa Young Africans walifahamu. Uchaguzi wa matawi utakuwa kwa yale matawi yaliyoanzishwa mwaka 2022, kwa sababu yamekamilisha miaka 4, yatatakiwa tena kufanya uchaguzi
wa wanachama, kwa sababu tawi ni mali ya wanachama. Wanachama ndio wanatoa ridhaa kwa wanachama wenzao kusimama kama viongozi kuwawakilisha sehemu mbalimbali, ikiwemo mkutano wa kawaida, mkutano mkuu, mkutano wa uchaguzi. Nao baadhi ya viongozi wa matawi ya Yanga wamesema wamejiandaa vyema kwenda kwenye uchaguzi wa kuwachagua viongozi wa matawi ambao wataenda kuwawakilisha katika mkutano mkuu. Sisi kama tawi la Stopover tumejiandaa vyema, kwanza kwa kutimiza matakwa ya katiba yetu ya klabu kwa kupata cheti cha ithibati ambacho sasa kinatutambulisha rasmi kuwa tawi ambalo limekizi vigezo kwa mujibu wa katiba yetu. Kwa hiyo tumejiandaa vizuri kwanza kwenda kwenye uchaguzi wa kuchagua viongozi wetu wa tawi ambao watakwenda kutuwakilisha kwenye mkutano mkuu, ambao watakwenda kupeleka mawazo ya wanachama kwenye mkutano mkuu kwa ajili ya maendeleo ya klabu yetu. Tumemaliza miaka 4, kwa hiyo ni wajibu wetu kwenda kufanya uchaguzi wa viongozi wa matawi ili kuwapata wale viongozi wanaotakikana 5 kwa ajili ya kwenda kupiga kura kwenye mkutano mkuu ambao wamchague rais, makamu na kamati ya utendaji. Kwa hiyo sisi kama tawi tumeanzishwa mpaka leo ni ndani ya miaka 4 tunafuzu kupata ithibati. Yaani ndani ya miaka hiyo 4 tawi letu sisi hatujawahi kukosa cheti hata mwaka mmoja. Wanachama wangu nafikiri ninachowashauri ni kuwa makini kuchagua viongozi ambao wataongeza nguvu kwenye tawi, nguvu ya kuongeza wanachama wengine, nguvu ya kupambana kuipambania klabu yetu, kushiriki kwenye michezo ambayo klabu yetu inashiriki ndani ya mkoa na nje ya mkoa, na wale ambao wanapata fursa ya kusafiri na timu nje ya nchi tuendelee na hiyo morali. Kocha mkuu wa Esperance de Tunis Patrice Baumele amesema wameupa uzito mkubwa mchezo wao wa robo finali ya ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Al Ahly utakaochezwa Jumapili ya Machi 15, 2026 kwenye uwanja wa Hamad Agrebi mjini Rades nchini Tunisia. Baumele amesema kuanza nyumbani kwenye mchezo wa kwanza tena mbele ya mashabiki wao ni faida kubwa sana kwao kupata matokeo mazuri kabla ya mchezo wa marejeano utakaochezwa Machi 21 mjini Cairo nchini Misri. Mshindi wa jumla kwenye mchezo kati ya Esperance dhidi ya Al Ahly atapambana na mshindi wa mchezo baina ya Mamelodi Sundowns au Stade Malien kwenye hatua ya nusu fainali ya ligi ya mabingwa barani Afrika 2025-26. Timu ya AC Milan imefufua matumaini ya kuwania ubingwa wa ligi kuu ya Italia Serie A msimu huu wa 2025-26 baada ya kuwachapa wapinzani wao Inter Milan kwa goli 1-0 kwenye uwanja wa San Siro nchini Italia. Bao la pekee la Milan limefungwa na mlinzi Pervis dakika ya 35 baada ya kupokea pasi ya usaidizi kutoka kwa kiungo Yusuf Fofana na kuweka rekodi ya kushinda kwenye michezo yote miwili ya Derby della Madonnina tangu mwaka 2011. AC Milan imefikisha sasa alama 60 na kupunguza pengo la alama 10 mpaka 7 dhidi ya Inter Milan wanaoongoza wakiwa na alama 67 huku michezo 10 ikisalia kabla ya kumalizika kwa ligi kuu ya Italia maarufu kama Serie A, ligi ambayo pia unaishuhudia kupitia kisimbuzi chako cha Azam TV. Kocha wa zamani wa FC Barcelona Xavi Hernandez amethibitisha kuwa rais wa zamani wa miamba hiyo ya Catalunya Joan Laporta alikataa kuidhinisha usajili wa nyota Lionel Messi kurejea tena katika viunga vya Camp Nou mwaka 2023. Taarifa zaidi na Ramadhan Haruna Ngoda. Kauli hiyo ya Xavi Hernandez ameitoa kwenye mahojiano na gazeti la Vanguardia la Hispania na kuthibitisha kuzungumza na Messi mwenyewe ambaye alikuwa anataka kurejea tena Camp Nou baada ya kushinda kombe la dunia mwaka 2022 nchini Qatar. Amekwenda mbali zaidi na kusisitiza kuwa tayari mamlaka za soka za Hispania zilitoa kibali kuhusu usajili huo, japo Joan Laporta alipinga na kusema angeleta mpasuko na migogoro ndani ya klabu hiyo kutokana na ujio wake. Kwa upande wake, Joan Laporta amesema baba yake Messi na wakala wake Jorge walimwambia kuwa Lionel Messi amefanya uchaguzi wa kutorejea FC Barcelona na kusaka malisho mapya ya soka. Tutazame sasa katika NBA. Nyota Shai Gilgeous-Alexander anatazamiwa kwenda kuifikia rekodi ya miaka 63 iliyowekwa na gwiji Will Chamberlain ya kufunga alama 20 kwenye michezo 126 mfululizo ndani ya ligi ya kikapu Marekani maarufu kama NBA. Shai mwenye umri wa miaka 27 ambaye ni mshindi wa tuzo ya MVP msimu uliopita wa NBA amefunga alama 20 mfululizo ndani ya NBA mara 125 huko usiku wa kuamkia kesho Machi 10 ataiongoza timu yake ya Oklahoma City Thunder kwa kabili Denver Nuggets kwenye dimba la Paycon Center.
Rekodi hii inaweza kufikiwa iwapo akifunga alama 20 dhidi ya Denver Nuggets na kufikia rekodi ya Will Chamberlain aliyokuwa ameiweka kuanzia Oktoba 19 mwaka 1961 mpaka Januari 19 mwaka 1963 akiwa na Philadelphia 76ers kisha kuhamia timu ya San Francisco Warriors. Mara ya mwisho kwa Shai Alexander kufunga alama chini ya 20 kwenye michezo ya NBA ilikuwa ni Oktoba 30, 2024 dhidi ya San Antonio Spurs ambapo alifunga alama 18 pekee katika ushindi wa vikapu 105 kwa 93. Na tukitazama mengine katika mshike, bondia Omari Matimbwa maarufu Sumu ya Nyoka ameahidi kumchakaza mpinzani wake Issa Kapaya kwenye pambano la punch kwa heshima litakalofanyika Machi 21 mwaka huu kwenye viwanja vya Kinesi, Dar es Salaam. Bondia huyo kutoka Mbagala rangi tatu amebeba jukumu la kupeperusha bendera kwa kumtwanga Kapaya wa Temeke mikoroshini na sasa yupo kwenye maandalizi kabambe kuhakikisha anafanikisha hilo. Akizungumza wakati akiendelea na hamasa ya pambano lake Mbagala stendi mapema hii leo, amesema mpinzani wake ameponzwa kwa kuvamia mtego wa shetani, hivyo ajiandae kupokea lawama baada ya kipigo cha paka mwizi. Nimejiandaa vizuri sana na mwalifu tuko Chabadi. Mimi niliposikia dabi ya Temeke nijua anacheza na yeye mwenyewe kocha. Kumbe dabi kamleta mtoto, yani vita mapembe anaita masikio kusimamisha, ajiandae. Kapaya akakuponza. Yani hii game umeingia kwenye mtego wa shetani, nani atatoka kafara na kusubiria tarehe 21. Hapa tutacheza, tutapigana. Hakuna kurudi nyuma mpaka ieleweke Temeke nani bingwa. Na anamwambia tuko Chabadi bado hajafikia kiwango cha kushindana dabi Temeke. Bi combination nilipo juu King Sogo. Na hii game nimejiandaa chini ya wachezaji. King Sogo mwenyewe. Hapa bani. Dabi kamuingiza mtoto Kapaya kamkosa na ajiandaa bila alama kwa mtoto wake. Kwa ajiandaa Issa Kapaya. Kaingia kwenye vita ambayo sio yake, vita mapembe anasimamisha masikio. Kwa mimi naandaa msiba. Niandaeni tu msiba. Yaani ukiuliza kwa Temeke, mfalme wa Temeke anajulikana nani? King Sogo Matilio ndo mfalme wa Temeke, ameheshimisha Temeke nzima. Yeye mwenyewe anajua, sema mjeuri, sema ndio maana naomba unampigia kidogo kidogo mpaka anakufa. Na waahidi wa Tanzania, njooni kwa wingi. Njooni kwa wingi pale Kinesi. Mje kuangalia burudani, sisi tunatoka burudani tu. Yaani ngumi za kwetu, sawa? Majina ya kwa wao, sawa? Ila kocha Badi umemponza mtoto. Sawa? Sina mengi ya kuongea kwa sababu Matimbwa ndo anacheza kwenye lingi. Atakutana na kiama. Matimbwa sumu ya nyoka. Tumbadi hapo. Maneno ni mengi lakini swali ni je, mikono nayo inafunguka? Basi utaweza kulishuhudia hilo pale Kinesi. Ndivyo tunavyohitimisha mshike, lakini kabla sijaondoka nikukumbushe miongoni mwa wale tuliokuwa nao ni pamoja na haya. Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club kuifuata Singida Black Stars kesho, mbinu za kuvuna alama 3 za pikwa jijini Dodoma. Tanzania Prisons yadhamiria kuipeleka Young Africans Ali Hassan Mwinyi wakati wananchi wakitaraji kuingia kambini hapo kesho. Na Esperance de Tunis yatangaza vita kwa Al Ahly robo finali ya ligi ya mabingwa Afrika. Kufika hapo hakuna la ziada katika mshike. Kwa niaba ya timu nzima iliyoshiriki kukuandalia, mimi ni Akida Kilango wa Akidu Kaida, nikutakiwe na usiku mwema.